Pasaka haikuanza Agano Jipya. Ndio. Pasaka ilianza Agano la Kale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kwa kuwa Pasaka ilianza Agano la Kale, maana ya Pasaka, maana ya halisi ni kuvuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waisraeli walipelekwa utumwani. Aliyewapeleka utumwani alikuwa ni Yusufu. Ndio hiyo ilikuwa sababu ya wana Israeli kwenda katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni virahisi kusema kwamba Bwana amewatoa utumwani, lakini waliendaje utumwani? Kumbuka Yusufu alikwenda Misri kwa njia ya kuuzwa na ndugu zake. Kwa hiyo Yusufu aliuzwa. Alikuwa anamtanguliza, yani kivuli cha Bwana Yesu. Utaona Yusufu aliuzwa na Yesu naye aliuzwa. Yani kabla wana Israeli kupata ukombozi, Yusufu aliuzwa. Na sisi dunia nzima, watu wote kabla ya kupata ukombozi, Yesu Kristo ameuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu ambao walimuuza Yusufu, lakini kwa kupitia ile biashara ya Yusufu, Waisraeli wakapata ukombozi kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe. Utaona leo Yuda, kama Yuda alimuuza Yesu Kristo, lakini kwa njia ya Yuda leo sisi sote tunapata ukombozi na uzima wa milele. Amina. Kwa sababu hiyo, maana ya Pasaka ni kuvuka. Yes. Kutoka katika kifo na kwenda uzimani. Amen. Ndio maana basi Yesu Kristo yeye ndiye alikula Pasaka. Ijapokuwa yeye ndiye Pasaka. Yes. Kwa sababu wana wa Israeli miaka hiyo walikuwa wanachinja kondoo, mbuzi, au wanachinja ng'ombe. Kisoma kitabu cha Mwanzo sura 15 utaona Mungu anamtajia Ibrahimu vitu vinne: ng'ombe wa miaka mitatu, kondoo wa miaka mitatu, mbuzi na mwananjiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi Musa wakati ametumwa na mission ya kuwatoa wana Israeli utumwani, siku ya mwisho Mungu akasema, nahitaji ulifanyie Pasaka. Nahitaji kila mtu achinje, na kisha chinja achukue damu anyunyize kwenye miimo ya milango, kutengeneza ishara ya msalaba. Utaona miimo ya mlango kwamba huu ni mlango, itawekwa hapo juu, damu itawekwa hapa, itawekwa na hapa, na itawekwa na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakatengeneza ishara ya msalaba. Haleluya. Hani manake ukombozi umefika. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu wakati anasema hivyo, alimwambia Musa, nitamtuma malaika wangu anaitwa Lamiheli. Yes. Huyo ni malaika wa kifo. Yeah. Anaitwa Lamieli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andika, ni maarifa atakusaidia haya. Amen. Lazima ujue majina malaika pia. Kwa Lamieli alipotumwa, alipokuwa akikuta ile damu, hiyo nyumba anaivuka. Afrika akamua kijana wa kwanza wa Farao, yeye ambaye alikuwa anatakiwa kuurithi ule ufalme. Yes. Haleluya. Amen. Pasaka ilikulazimu wewe kuchinja. Pasaka ilikulazimu wewe kutoa gharama ya damu. Wameishi hivyo wakichukua damu wanainyunyiza, wameishi hivyo wanachukua dhambi zao, wanakwenda wanachukua mbuzi, huyo mbuzi jina lake anapewa Azazeli jina lake, dhambi zao zote wanaweka kwa Azazeli, hapo Azazeli anapelekwa nchi ya kambi. Ndio maana utaona Yesu Kristo alisulubiwa nchi ya kambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa Azazeli kama mbuzi alichukuliwa akapelekwa nchi ya kambi, huyo mtu anakuwa safi. Mungu akajiuliza, hii itakuwa mpaka lini? Mwanadamu anazidi kuongezeka. Kwa sababu kanuni ya kiroho, watu wakifika bilioni 9 lazima majanga yatokee. Utaona kipindi cha Nuhu, watu walifika bilioni 9 majanga yakatokea. Utaona kipindi cha corona, watu dunia nzima walifika bilioni 9 majanga yalitokea, watu wapungue, kwa sababu kuna idadi imewekwa pale ya kiroho. Na ukumbuke mpango wa shetani,
kwamba kuhakikisha mbegu ya Mungu inatoweka duniani, alafu mbegu yake kutoka kuzimu inakuja duniani kufanya kazi na kuangamiza wale wana wa Mungu. Ndio maana wewe ambaye ni mwana wa Mungu una uhakika kabisa wewe ni mbegu ya Mungu na umekuja duniani kwa misheni maalum, na ukimaliza kazi utabaisha taji. Lazima kujiepusha na watu wengine. Watu wengine lazima uwakwepe. Usipokubali, Mungu atakutenga nao. Ni gharama. Ni gharama. Yes. Unaona Musa anawaambia Israeli, yes, yachinja. Hasimlaumu yoyote. Hata Israeli wale ni vichwa vigumu walifiwa. Hello? Amen. Lakini Mungu wetu ni wa haki. Amina. Akajiuliza, Ndio. ni mtume nani? Yes. Nani atakwenda kumwokoa mwanadamu na dhambi zake? Kwa sababu tangu mwanzo pale katika bustani ya Edeni, Mungu alimtengenezea mwanadamu maisha mazuri, akampa cheo cha Mungu duniani. Kwa Adamu alikuwa ni Mungu duniani 100%. Ndio maana Mungu akatofautishwa, akaitwa Mungu wa mbingu na nchi. Amen. Leo ukisoma Wakorintho 2:4 inasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zenu isiwazukie nuru ya utukufu wake Kristo. Shetani Mungu wake alimnyang'anya Adamu. Unapotenda dhambi unanyang'anywa vitu fulani pale. Kwa lazima uwe makini. Amen. Mungu akajiuliza, ni mtume nani? Mbingu zikanyamaza, malaika wakanyamaza. Akasema, nitume mimi Baba, nitakwenda. Yes. Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Ukisoma Yohana sura ya 3 na ule mstari kuanzia 14, kama vile Musa alivyomwinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa, ili kila mwamini apate kuwa na uzima wa milele. Mstari 16 sasa kwenye pointi yangu. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Yesu Kristo kwa nafasi ya mwanadamu akaja. Neno akafanyika mwili. Hiyo Yohana 1:14. Neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Yesu Kristo akaja. Yohana anasema ile sura Yohana hiyo 1 anasema kwamba hapo mwanzo alikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu na vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ndani mwake ndimo alikuwa uzima, na uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru ya gizani. Yesu Kristo alipokuja alikuja kama mwana-kondoo wa Mungu, achukue dhambi za ulimwengu, akachukua dhambi zangu, akachukua dhambi zako, akaziweka juu yake, akazipeleka pale msalabani. Utaona kabisa tangu agano la kale wapo wanatangulia Yusufu alikuja kama kivuli cha Bwana Yesu. Utamwona Isaka kama kivuli cha Bwana Yesu. Utamwona Isaka na beba kuni anapanda kwenye mlima Lia. Utaona Yesu Kristo anabeba msalaba anapanda pale choo. Utaona kabisa Ibrahimu anakwenda kumtoa Isaka sadaka, na Mungu anakwenda kumtoa Yesu Kristo sadaka. Bwana anasema mwana-kondoo wa Mungu achukue dhambi za ulimwengu. Yesu Kristo ametuletea wokovu. Amina. Wewe unachezea wokovu. Badilika. Amen. Badilika. Amen. Kama mvua inavyonyesha na inavyokata, bila siku moja utakuja ukatike katika ulimwengu huo. Utaenda kujibu nini mbele za Bwana? Wokovu umekwisha na unashinda kushika. Kwa maana Biblia inasema shika sana ulichonacho, asije mtu akaipata nchi yako. Yeremia anasema uniponye Bwana na nitaponyeka, uniokoe nami nitaokoka, kwa kuwa Bwana ndiye nguvu zangu. Ameandika ni Yeremia sura 17 na ule mstari wa 14. Msomaji, nisome kitabu cha Luka sura 24 anzia mstari wa 13. Amen. Luka 14. Luka mtakatifu sura 14. Yesu amefufuka. Amen. Nani anaamini Yesu Kristo amefufuka? Amen. Mimi ninaamini Yesu Kristo amefufuka. Ndio maana nimevaa msalaba hapa ambapo hauna salamu yoyote. Nimevaa msalaba hapa usiokuwa na picha ya kitu chochote. Amina. Yesu aliye msalaba
mkono kwa Mungu Baba kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Amen. Hayuko msalabani. Amina. Ameshinda nguvu za mauti. Amen. Ameshinda nguvu za kaburi. Yesu Kristo yuko msalabani. Yesu Kristo yuko msalabani. Amekufa na akafufuka. Mauti sio kitu kwa Bwana Yesu. Kifo sio kitu kwa Bwana Yesu. Amefufuka. Amefufuka. Yesu! Yesu! Yesu amefufuka kwa ajili ya maisha yako. Yesu amefufuka kwa ajili ya watoto wako. Yesu amefufuka kwa ajili ya maisha yako. Yesu amefufuka. Wako watu wanasema kuna kiama. Wako watu wanasema kuna mwisho wa dunia. Wako watu wanasema hakuna kufufuka. Mimi nakwambia Yesu hayuko kaburini. Yesu hayuko kaburini. Kaburi lilishindwa kumshika. Kaburi lilishindwa kumshika. Kaburi lilishindwa kumshika. Yesu Kristo atakapokuja mara nyingine atakuja kama simba ngurumaye. Simba kaburi la Yuda. Yeye Yesu tunamtumikia. Yuko hai leo. Anaishi leo. Yeye ni Bwana wa Bwana. Ni mfalme wa wafalme. Ni Mungu mwenye nguvu. Ni Mungu mwenye uweza. Baba alipokufa. Yeye ni Mungu anayetisha. Alikazana chanatetemeka. Haigusa milima ya Moshi. Ni Mungu anayetembea juu ya maji. Bahari iliyoachia njia. Israeli wakavuka salama. Pokea kuvuka Pasaka leo. Pokea kuvuka kwa jina la Yesu. Kwenye maisha yako pokea kuvuka. Kwa peke yako pokea kuvuka. Bwana akakupe nguvu ya kuvuka. Kwenye biashara yako. Kwenye afya yako. Acha kuogopa. Acha kuogopa. Acha kuogopa. Mkuu wetu hayuko kaburini. Mkuu wetu hayuko kaburini. Ametoka. Sema Yesu. Luka 24 na ule mstari wa 13. Anzia 13 twende kwenye pointi hapo. Twende haraka haraka. Maana muda ni mdogo sana. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Natazama. Siku ile ile. Siku ile ya Jumapili ilikuwa. Amen. Watu wawili. Watu wangapi? Wawili. Watu wawili. Miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja. Jina lake Emau. Kilichokuwa mbali na Yerusalemu. Ilipokuwa ni mbali na Yerusalemu. Kama mwendo wa saa 2. Kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao. Yes, habari za mambo. Habari ya mambo. Haya yote yaliyotokea. Ikawa katika kuzungumza. Na kuulizana kwao. Yesu mwenyewe akawakaribia. Akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa. Wasimtambue. Akawaambia. Ni maneno gani hayo? Mnayosemezana. Hivi mnapotembea. Yaani mnazungumza nini hivi mnavyotembea? Wakasimama. Wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao. Jina lake Kiliopa. Akawaambia. Je, wewe peke yako. Mgeni katika Yerusalemu. Mgeni, anamwambia Yesu ni mgeni. Wewe Kiliopa wewe. Yesu ameenda katikati yao. Hawakuyatambua majira na nyakati ya kuichiliwa kwao. Laiti wangelitambua, laiti wangelifahamu, laiti wangelijua, wasingeuchezea wakati uliopo. Wewe mwanadamu inakupasa kubadilika. Dhambi zipo sawa. Shetani yupo sawa. Lakini Mungu wako ni mkubwa kuliko dhambi. Lakini Mungu wako ni mkubwa kuliko watu. Nasema Mungu wako ni mkubwa kuliko mateso unayopitia. Tazama Yesu ni baba yako. Tazama Yesu ni baba yetu. Acha kuangalia mazingira. Wale watu kaulizana wao kwa wao. Habari iliyotokea. Wakasemezana wao kwa wao. Yesu anawauliza vizuri kwa nia nzuri, wanakunja nyuso zao. Alafu anamuuliza, wewe peke yako ndio mgeni hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisoma Ibrania sura 13. Wewe baki hapo. Kisoma Ibrania sura 13 na ule mstari kwanza wa kwanza, sasa msake kuwafadhili wageni, maana katika kuwafadhili mmejikuta mkiwakaribisha malaika pasipo ninyi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mwanadamu lazima utambue majira na nyakati ya kuijiliwa kwako. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 25 anasema saa inakuja na sasa ipo. Saa inakuja na sasa ipo ambao wafu wataisikia sauti na wale watakaosikia watakuwa wanaishi. Saa ipo na sasa ipo. Saa inakuja na sasa ipo. Hiyo Yohana 4 mstari kuanzia 22 mpaka 24. Uone andika. Saa inakuja na sasa ipo. Waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu kama hao Mungu anawatafuta. Manake wapo. Yesu anasema nilipowaita mkuitika. Nilipowatafuta mkuonekana. Ninangoja majira msiba wenu. Mtaniita sitawaitikia. Mtanitafuta wala mtaniona. Huyo ni Yesu mwana wa Mungu. Tambua majira na nyakati mwanadamu. Amen. Umepewa nafasi ya kuwa na nguvu kwenye mwili wako. Umepewa nafasi ya kuwa na akili njema bado. Yesu ni Mungu. Mbona sielewi? Na mngesema Yesu ni mwana wa Mungu. Mbona msikuelewi? Nakwambia Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Amen. Na Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%. Amina. Kwa nini mwanadamu alikula? Kwa nini mwanadamu alisikia njaa? Kwa nini mwanadamu alilala usingizi? Alikwenda ule mtini akakuta hamna tunda akaulani ule mtini. Alipopiga msumari pale msalabani alisikia maumivu. Walisosifiwe. Amina. Mwanadamu alizaliwa na mwanamke. Yes. Sawa? Amina. Ila ni Mungu ndani ya mwili wa mwanadamu. Amen. Tangu mwanzo Yesu alikuwepo. Utaona kipindi cha Ibrahimu alikuja kama Melkizedeki. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kipindi cha Musa alikuja Niko. Yaani alikuwa ni Niko kama Niko ambaye Niko. Yaani alikuwa ni vile atakavyotaka wao. Kipindi hiki amekuja Yesu Kristo. Amen. Yaani Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Yes. Wewe umpokeaje Yesu kwenye maisha yako? Juu ya ufufuo wake, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya jamii yako iliyokuzunguka. Wanatarajia nini kutoka kwako? Wanatazamia nini kutoka kwako? Pasaka leo ikawe ni ya kwako, sio wengine. Amina. Pasaka leo ikawe ni ya kwako, sio wengine. Kaambia mtu mmoja madhabahuni napanda saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaniambia kuna watu bado hawajafika. Nikasema sifanyi ibada ya watu, ninafanya ibada ya Mungu. Amen. Na lazima tuelewe hilo. Wewe kiongozi unajifunza huduma kwamba ibada itaendeshwa kwamba watu wamekuja ama hawakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu bali jawabu la ulimi linatoka kwake. Jifunze kufanya huduma ya Mungu, sio huduma ya watu. Amen. Yesu aliwahubiri watu 5,000 wanaume kutoa wanawake na watoto na akawapa na chakula. Ile siku ya pili anasema msikitendee kazi chakula kinachoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ataishi milele. Wote 5,000 wakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaona Nuhu alijenga safina kwa miaka 100. Yes. Aliokoa watu 8 tu. Amen. Yesu Kristo ambaye ni Mungu alikaa duniani miaka 33. Yes. Afa akaokoa watu 12. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikutie nguvu wewe ambaye ni mchungaji, wewe ambaye ni mwinjilisti, wewe ambaye unaanza huduma, wewe mbona nitazama. Yes. Ukianza huduma usiogope watu wanaokuja na kuondoka kwa sababu ya mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu wanakuja kukusupport na kuna watu wanapita. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walio kwako watakuja na watakaa. Yes. Watoto wa nyumba hii watakuja watakaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu Biblia inasema njia ni nyembamba nayo imesongwa waionao ni wachache. Biblia inasema njia ya kamwe kinyonge hakiingii bali wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitambua hivyo hata mfanya biashara, umeanzisha biashara upate wateja, lazima ubadilishe vita. Yes. Hacha kungangania wateja ambao wakopesha wanakusumbua. Ndio. Tafuta wateja wapya kile tupo leo kwenye biashara yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kurekebisha kila kitu, mazingira yako akakaa safi, ukakopa na hela ukaweka pale mtaji na bado watu wakaja kukufilisi. Usiwanganganie. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umenisikia kwenye biashara? Amen. Umenisikia? Amen. Lazima kila siku utafute mbinu mpya za kuwakaribia watu, za kuwakaribia wateja kwenye maisha yako.
Amen. Kwa maana Mungu tangu mwanzo alikuwa anatuma watu. Naona Yesu wakati amepanda mwanapunda, amefika pale akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, wewe wauaye wanaotumwa kwako, unawaona mitume na manabii. Mara ngapi nimejaribu kukukusanya kama kuku anavyokusanya vifaranga vyake, lakini umekuwa ukiwaua wanaotumwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo katika maisha yako, mimi leo nitakuhubiria. Yes. Hello. Amen. Leo mimi ninakuhubiria. Ndio. Huwezi jua kesho nani atakuhubiria. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huwezi jua, ndio Mungu anakutokea na kuambia wewe kuanzia leo Mama Kevin ndio mchungaji. Ndio. Hello. Amen. Waliokuwa wakikuona wakakuziacha wakakudharau kwa koja kuita wao, utakuwa kumwangalia aliyekupa kazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu kuna watu mimi ninawafahamu walifuatwa gerezani. Alikuwa mtu mmoja anaitwa Fanuel. Aliitwa na Mungu mara nyingi. Mungu akasababisha kisa, alikuwa ananua skrepa kule Kenya, akakamatwa, akarudi, akaja hapo akakamatwa. Awekwa Butimba Mwanza hapo. Siku anatoka nakumbuka, tukaanza ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba. Tukajiwekea kila Jumamosi lazima tushuhudie watu 60. Amen. Kwanza wamekuja kanisani ama wajaja, lazima waje kanisani. Yes. Na lazima tuwafikie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na usuri gani tulikuwa nalo kwa tulikuwa tuhangaiki. Ndio. Tunaweka mafuta, tunazunguka. Bana unafikia watu 30 na mimi nitafikia watu 30. Yes. Na ilikuwa ni kawaida yangu. Amen. Aka kamji kadogo sana. Ndio. Wewe ndio unaiona Dar es Salaam kubwa, lakini Dar es Salaam ni ndogo sana kwa taarifa yako. Yes. Sema imegawanyika. Ndio. Pande 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wa huku, kuna wa huku, kuna wa huku, kuna wa huku. Yes. Wewe ambao unajua mambo ya kiroho, unaweza ukapiga vita kabisa kuelekea anga na huku, ukashanga vita vinatokea huku, au vita vinatokea huku, au vita vinatokea huku. Hata hii mvua inavyonyesha, utaona inaweza ikatoka ikanyesha huku. Afu ya huku inakata kabisa, inaanza kunyesha ya huku. Ya huku inakata, inaanza kunyesha ya huku. Sasa kwa sisi ambao tunajua kucheza na mvua, unaweza ukachukua ya huku, ukachukua huku, ukachukua huku, ukaitunza. Afu wakati jamani njoo tuombe mvua, unaambia tunairudisha mvua huko, nirudisha huko, chapie Bwana makofi. Si Mungu anasema nikumbushe. Unamwambia Mungu ile mvua ambayo niliweka kwako. Halo? Amen. Watu wa Dar es Salaam nimejifunza, wanaogopa mvua kuliko dhambi. Hali watu wa Dar es Salaam wanaogopa mvua kuliko dhambi. Ndio. Mtu yuko tayari kwenda klabu kuruka majoka, lakini kuliko kwenda kumwabudu Mungu mvua ikiwa inanyesha. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndio. Hakuna mtu ananivunja moyo, hakuna mtu ananipunguzia moyo. Yes. Amen. Sawa? Amina baba. Sawa? Amen. Sawa mwana wa Mungu. Amina. Songa mbele. Mtumishi wa Mungu songa mbele. Endelea msemaji. Amina. Wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti. Hadi Yesu anaongea mambo ya Yesu tena. Hadi wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti. Aliyekuwa mtu nabii. Mwenye uwezo. Katika kutenda na katika kuongea. Mbele za Mungu na watu wote. Mbele za watu wote. Amen. Tena jinsi wakuu wa makuhani. Maaskofu. Yes. Na wakubwa wetu. Walivyomtia katika hukumu ya kufa. Wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya yote. Leo ni siku ya tatu. Leo ni siku ya ngapi? Ya tatu. Leo ni siku ya ngapi? Ya tatu. Leo ni siku ya ngapi? Ya tatu baba. Leo ni siku ya tatu. Nitia nguvu Yesu. Nipate kukutumikia. Nitia nguvu Yesu. Nipate kukutumikia. Tulia sasa mbele za Bwana. Mungu mtakatifu. Mungu wa milele mtakatifu azeri Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa ajili ya watu hawa wa samani walioacha nyumba zao
walioacha makao yao wakaja kwako kula na kunywa. Baba wa milele, mtakatifu wa Israeli, yeyote aliyefika hapa leo na yeyote anayenitazama na yeyote anayenisikiliza, ninambariki kwa baraka za rohoni na za mwilini kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka juu ya maisha ya mtu huyu. Ninatamka ushindi juu ya maisha ya mtu huyu. Ninatamka amani juu ya maisha ya mtu huyu. Maana umesema katika neno lako Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Msomaji nisome hapo. Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Yesu tusaidie. Yesu tuokoe. Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Amen. Mungu akupe wokovu wa kweli. Amen. Sina cha kuongeza zaidi maandiko moja tu, Mathayo 27. Amen. Mathayo 27. Yes. Anzia mstari wa 45. Basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa Mungu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Yaani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia wakisema, huyu anamwita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio akatoa sifongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Naye Yesu, tulia kwanza hapo, weka mkono wako kwenye paji la uso. Baba, mtu huyu ninamfuata kokote alipowekwa kwa jina la Yesu. Maisha mtu huyu ninafuata kokote alipowekwa kwa jina la Yesu. Maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kama jinsi walimfuata Yohana Mbatizaji, wakamwona batiza, wewe sio Elia wala sio Kristo. Kwa nini unabatiza? Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Kwa jina lenye nguvu zote. Ninakufuata huko. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka huko kwenye madeni. Toka huko kwenye magonjwa. Toka huko kwenye maskini. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu yenye nguvu zote. Kwa damu yenye uwezo wote. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninawasha moto. Ninateketeza hizo nguvu za kamba za kuzeba, hizo nguvu za kamba za maupe. Ninateketeza. Nawasha moto. Chosha moto kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina lenye nguvu zote. Acha maisha mpoyo. Acha kibali chake. Acha mvuto wake. Acha familia yake. Acha maana yake. Acha chakula chake.
achia mavazi yake, achia pesa zake kwa jina la Yesu Kristo. Nyema shetani nyie, nyema shetani nyie, nyema chawi nyie, nazuia kusudi la Mungu juu ya maisha mpoya, naleta mabaya juu ya maisha mpoya, naleta mikosi juu ya maisha mpoya, naleta magonjwa juu ya maisha mpoya. Ninawasha moto, ninawasha moto, usikelea, ninawasha moto, moto wenye nguvu, moto wenye uwezo, ninaviringisha mawe yote ya kusema, ninaviringisha mawe yote ya matatizo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Moto wa Mungu unawaka, moto wa Mungu unawaka, moto wenye uwezo, moto wenye mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu zote. Zika picha yako, kamilia kichawe, zika pesa zako, ninavunja, ninafukua kwa jina la Yesu Kristo, ninachimbua kwa jina la Yesu Kristo. Wewe pale kukalia, kwamba ni magonjwa yamekukalia, kwamba ni mikosi imekukalia, kwamba ni madhara yamekukalia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu zote, kwa damu yenye uwezo wote, isika leo, inafanya ukombozi kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Yesu tazama hapo wako, hawa kundi lako, hawa mkutano wako, hawa milele Mungu mbingu na nchi, wewe ambaye mbingu za mbingu zikutosha, uliyesema neno ikawa, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Baba tazama, watarudi na Bwana tajitukuza juu ya maisha yetu hawa, watarudi na Bwana tajinua juu ya maisha yetu hawa. Wewe maskini tajinua makalini, wewe magonjwa tajinua makalini, wewe matatizo tajinua makalini. Baba simama kwa ajili ya mtoya, Baba simama kwa ajili ya maisha mtoya. Baba mweza yote, wewe ni Baba, tena ni mwamba, wewe ni ngome, tena ni kimbilio, wewe ni tumaini, tena ni kifuniko, wewe ni mtetezi. Baba wa milele, mtakatifu Israeli, Mungu wa mbingu na nchi, Baba wa utukufu, wewe ambaye mbingu za mbingu zikutosha, ukitema alipokutosha katika kitu chako cha enzi, kuna kulia Mungu Baba, ukituembea ni nani aliye kama wewe? Wasa 24 na wenye wai wanne wanakutukuza, wanakusifu, wenye wai wanne wanaitana mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi aliyekuja. Baba wa milele, Mungu wa mbingu na nchi, wewe ulikuwepo, damu hata sasa upo, wewe ulikuwepo kabla kuumba misingi ya ulimwengu. Wewe ndiye matamshi ya Mungu, wewe ndiye neno la kweli. Saidia mtu huyo, saidia kijana huyo, saidia mama huyo, saidia mama huyo, saidia mtoto huyo, saidia mtumishi huyo. Yesu, wewe ni Baba, wewe ni ngome, wewe ni ngome, wewe ni ngome, wewe ni ngome, wewe ni ngome imara, mwenye haki ukimbia kama salama. Usalama wetu ni kwako Yesu. Tazama wanadamu wametuacha, tazama wanadamu wametulipiza, tazama wanadamu wametuchokoza, lakini wewe Yesu, wewe ndiye mtetezi wa kweli, wewe ndiye kifuniko cha kweli, wewe ndiye msaada wa kweli. Baba tusaidie watoto wako zani sikolea, tupe kwenye mateso sikolea, tutetee mwenye nguvu, tutetee mwenye uweza. Mungu wa mbingu na nchi, wewe mbingu za mbingu zikutosha, kwa kubwa ninakaribia, ninakisogelea kiti cha rehema. Baba wa milele, mtakatifu wa Israeli, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa Elia, tusaidie Baba, tusaidie. Baba tusaidie watoto wako, Baba tutokee watoto wako, Baba tuvushe watoto wako, Baba tuinue watoto wako, Baba tuponye watoto wako, Baba tusafishe watoto wako. Baba mbingu na nchi, Bwana Paulo anasema lile naotaka kulitenda silitende, nisilolitaka ndio nalolitenda. Yesu nisaidie, Yesu msaidie mtoto, Yesu tusaidie. Isikalea ikawe ni siku yangu, isikalea ikawe ni siku ya mtoto,
chochote Baba. Baba tusaidie. Ni wewe tu Baba. Ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu kimbilio. Ni wewe tu tumaini la kweli. Baba tusaidie watoto wako. Baba tutetee watoto wako. Baba. Baba. Tusaidie watoto wako. Tusaidie watoto wako. Tufanye watoto wako. Baba ni nani atakayetuokoa na mauti? Ni wewe Yesu yashinda mauti. Ni wewe nyuma mauti. Baba. Baba. Tusaidie Baba. Tuvushe Baba. Tutetee Baba. Baba tusaidie. Wewe ambaye ulifanyika masikini, kwa maskini wako sisi tuweze kuwa tajiri. Wewe ambaye ulipigwa, kwa kupigwa kwako sisi ni wazima. Baba tazama mama huyu ana shida na mpaji. Anawaza nani atakayemsaidia kumpa mpaji. Baba kampe mama huyu mpaji.